Rais wa Marekani Donald John Trump ametangaza kusitishwa kwa muda kwa mashambulizi ya kijeshi yaliyokuwa yakilenga miundombinu ya umeme na nishati nchini Irani kwa kipindi cha siku 5 katika kile kinachoonekana kama juhudi za dharura za kupunguza mvutano mkali unaozidi kuongezeka kati ya mataifa hayo mawili yenye ushawishi mkubwa katika siasa na kimataifa. Tangazo hilo limekuja wakati mazungumzo ya moja kwa moja na yasiyo ya moja kwa moja kati ya Washington na Tehran yakiendelea, huku yakitajwa kuwa yameanza kuonyesha dalili za mafanikio. Kwa mujibu wa taarifa za vyanzo vya kidiplomasia, pande zote zimekubaliana kutoa nafasi ya mazungumzo hayo ili kuzuia hali isiendelee kuwa mbaya zaidi, hasa kwenye kipindi ambacho vitisho vya mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati vimeongezeka. Akizungumzia hatua hiyo, Trump amesema, tumekubaliana kusitisha kwa muda mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati ya Irani kwa siku 5, wakati tukipata nafasi ya mazungumzo yanayoendelea kuzaa matokeo. Mazungumzo haya yamekuwa yenye tija hadi sasa, lakini hatua hii itategemea maendeleo yatakayofanikiwa. Katika siku za hivi karibuni, mvutano kati ya Irani na Marekani ulifikia kiwango cha juu, huku kila upande ukitoa onyo kali kuhusu uwezekano wa kulenga maeneo muhimu ya kimkakati. Irani imekuwa ikisisitiza kuwa itachukua hatua kali iwapo miundombinu yake ya nishati itashambuliwa, wakati Marekani nayo imeweka wazi kuwa iko tayari kujibu kwa nguvu kulinda maslahi yake pamoja na washirika wake katika eneo la Mashariki ya Kati. Mlango wa bahari wa Hormuz umeendelea kuwa kitovu cha wasiwasi mkubwa kimataifa kutokana na umuhimu wake katika usafirishaji wa mafuta duniani. Zaidi ya theluthi moja ya mafuta yanayosafirishwa kwa njia ya bahari hupita katika mlango huo mwembamba wa bahari, hali inayofanya kuwa eneo nyeti sana kwa uchumi wa dunia. Vitisho vyovyote vinavyolenga eneo hilo vina uwezo wa kusababisha kupanda kwa bei ya mafuta na kuyumba kwa masoko ya kimataifa. Ripoti zinaonyesha kuwa mataifa kadhaa makubwa duniani pamoja na mashirika ya kimataifa yamekuwa yakifuatilia kwa karibu maendeleo ya mazungumzo hayo, yakihofia kuwa kushindwa kwa juhudi za kidiplomasia kunaweza kusababisha mzozo mpana zaidi wa kijeshi. Hali hii inaweza kuathiri si tu eneo la Mashariki ya Kati bali pia uchumi wa dunia kwa ujumla. Aidha, wachambuzi wa masuala ya kisiasa za kimataifa wanaeleza kuwa uamuzi wa kusitisha mashambulizi kwa muda ni ishara ya wazi kuwa pande zote mbili zinatambua hatari ya kuendelea kwa mvutano huo bila udhibiti. Wanasema kuwa hatua hiyo inaweza kutoa nafasi muhimu kwa mazungumzo ya kina zaidi ambayo yanaweza kujumuisha masuala ya usalama kikanda, mipango ya nishati na hata uwezekano wa kufufua makubaliano mapana zaidi ya kisiasa na kiuchumi. Hata hivyo, wataalamu hao wanaonya kuwa kusitishwa huko ni kwa masharti na kumaanishi kumalizika kwa tishio la mzozo. Endapo mazungumzo hayo hayatatoa matokeo chanya ndani ya muda uliopangwa, kuna uwezekano mkubwa wa kurejea kwa mashambulizi, jambo ambalo linaweza kuongeza zaidi hatari ya kuzuka kwa vita kamili. Kwa sasa macho ya dunia yameelekezwa zaidi katika mazungumzo hayo, huku wengi wakitumaini kuwa hatua ya kusitisha mashambulizi kwa muda itakuwa mwanzo wa kupungua kwa mvutano na kufungua kurasa mpya wa mazungumzo ya amani kati ya Marekani na Irani.